Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya ina vyanzo ambavyo vina uwezo wake wa kuzalisha maji kiasi ya lita milioni 74.24. Mahitaji lita milioni 90. Kwa kuna uhaba wa maji. Yaani mahitaji ya sasa. Kwa jinsi ambavyo miaka inaongezeka na mji unazidi kupanuka, tayari kunakuwa na uhitaji wa maji ambayo yanaongezeka. Ndipo Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya kupitia Wizara ya Maji ikabuni mradi wa kimkakati. Mradi huu ulianza kuongelewa tangu miaka 2002. Lakini kwa sasa Wizara ya Maji ikaona ingie rasmi katika kutekeleza mradi huu. Mradi huu unaitwa mradi wa maji toka chanzo cha Mto Kiwira, ambao umelenga kuchukua maji toka eneo la chanzo ambao ni chanzo cha Mto Kiwira, ambapo ni chanzo cha mto, na utachukua maji kiasi cha lita milioni 117 kwa siku. Kwa maana hiyo ukiona kwamba lita milioni 117 kwa siku itakidhi mahitaji ya maji kwa takriban miaka 20 ijayo. Ndio maana inaitwa mradi wa kimkakati. Na hapa tulipo linajengwa tanki la kuhifadhia maji, itapokea maji ambayo ina ujazo wa lita milioni 5. Mpaka sasa utekelezaji mradi huu umefika 49%. Ujenzi wa intake au banio kwenye chanzo umeshakamilika kwa 98%. Kazi inayoendelea kule ni kuweka zile gates pale kwenye banio. Lakini kazi ya uchimbaji na ulazaji wa bomba kuu kwa urefu wake jumla ya kilomita 37.24 ndio kazi ambayo inaendelea, na mkandarasi ameendelea kuleta material ya bomba kutoka Dar es Salaam kutoka kiwanda cha TSP na kuendelea kuzilaza. Lakini wananchi wote hawa ambao wanapita njia ya bomba watalipwa fidia yao kiasi cha shilingi bilioni 2.4, kiasi ambacho tayari Wizara ya Maji imeshakitoa. Taratibu za ndani zikamilika, basi itakuwa ni swala kuweza kuwapatia wananchi zile fedha zao kwa utaratibu ulivyo. Tunategemea kukamilisha Disemba 3 mwaka huu. Kwa bado tuna muda kidogo kama miezi 9 ya kukamilisha mradi huu. Kwa hivyo basi tuko ndani ya muda wa mradi. Kwa sababu mpaka sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshatukabidhi bilioni 31.4 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Na kwenye bilioni 31.4, bilioni 14.9 ni advance payment na bilioni 16.4 ni malipo kwa ajili ya mkandarasi. Kwa hiyo lazima tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzidi kufadhili mradi huu. Kuna kazi ya ulazaji bomba, kuna kazi ya ujenzi wa matenki, maeneo ya sehemu ya kutibia maji, kuna majengo yanajengwa kwa ajili ya staff wa Mamlaka ya Maji. Kwa hiyo kutakuwa na kazi nyingi sana. Kwa wananchi wa jiji la Mbeya wajitokeze kwa wingi kuja kunufaika na kutekeleza mradi huu, kwa sababu mradi ni wa kwetu. Kwanza nitoe pongezi kwa serikali ambayo imetoa fedha nyingi kutumia mapato ya ndani kutekeleza mradi huu, japo wanaotekeleza mradi ni wazawa, lakini pia kampuni kutoka China, kwa sababu wamegawana kipande karibuni kilomita 40 kupitia wilaya ya Mbeya pamoja na huu. Na kilichonifurahisha zaidi ni kwamba wakati wa utekelezaji wa mradi huu pia utasaidia kutoa matoleo katika vijiji mbalimbali ambavyo vinapitiwa na mradi huu. Kwa hiyo naamini kabisa hao wananchi watakuwa ni walinzi. Kwanza nitoe shukrani kwa waziri mwenyewe wa kazi kwa kutupandisha wafanyakazi wa chini kidogo, kutuongezea kidogo, nisiseme mshahara, posho, sababu tulikuwa chini ya 16 ametuleta hadi 19,888. Kwa serikali iongeze juhudi, kwa sababu pia inatakiwa tenki liishe kwa wakati ili mradi watu wapate maji kwa wakati unaotakiwa. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.